Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba kaa tayari kwa ajili ya kulipokea neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu ana makusudi mazuri na wewe. Ninashukuru sana kwa yote ambayo yameendelea. Na ninashukuru sana kwa wale ambao wamebatizwa. Hiyo ni timu kubwa. Nilipokuwa naondoka kule, nikasikia moyoni kubeba kitabu fulani cha kuhukulia wokovu kwa wale ambao watakuwa wamepita hatua hiyo ya kubatizwa, kwamba waweze kupata mafundisho hayo ya kuhukulia wokovu. Naamini mchungaji atahusika na hilo ili kuweza kuwafanya muweze kusonga mbele. Nchi yote lakini ametuweka tuwe walinzi wake. Taze nunazi wake, nuru zenu tumeni. Msafiri asizame, mokoe ni majini. Taze nunazi wake, nuru zenu tumeni. Msafiri asizame, mokoe ni majini. Giza ya dhambi twaona, mawimbi twasikia. Wengine wanatafuta nuru za kutulia. Taze nunazi wake, nuru zenu tumeni. Msafiri asizame, mokoe ni majini. Taze nunazi wake, nuru zenu tumeni. Msafiri asizame, mokoe. Anaonekana na nguvu. Na huyu tunasema huyu ana nguvu ya fedha. Sawa? Huyu ana nguvu ya mali. Huyu ana nguvu za giza. Lakini nguvu nilionayo hapa ni zaidi ya nguvu zote, ambayo hiyo ikiweko ndani yako ina uwezo mkubwa wa kubadilisha maisha yako. Haleluya. Hii ni nguvu ambayo ni nguvu ya Mungu. Nguvu ambayo ndani yake yupo Roho Mtakatifu, ndiye mwenye hii nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema katika ule mstari wa 7, Matendo 4, walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Mmeponya mtu? Kwani ilikuwa ni vibaya mtu kupona? Wanaanza kuwahoji, kwa nguvu gani ninyi mmefanya haya? Maana nguvu yao ilikuwa ni ajabu sana. Kwa nguvu gani? Lakini tunaona Petro alikuwa amejaa Roho Mtakatifu. Amejaa Roho Mtakatifu. Unapojaa Roho Mtakatifu unakuwa na nguvu. Unapojaa Roho Mtakatifu unakuwa na nguvu isiyoweza kuzuiliwa na chochote. Haleluya. Hii nguvu ya kwao ilikuwa haiwezi kuzuiliwa na chochote. Petro akawajibu vipi? Akawaambia, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari njema ya jambo alilofanywa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyu anasimama ali mzima. Jina la Yesu.
nguvu aliyokuwa nayo ya Roho Mtakatifu ilikuwa inawawezesha kutamka jina la Yesu na ikatokea. Ukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu, ukiambia mapepo toka kwa jina la Yesu yanatoka. Ukiombea wagonjwa wapone kwa jina la Yesu wanapona. Na hata leo kama uko mahali hapa unapona. Amini, unapona, unapokea katika jina la Yesu. Ipo nguvu inayoponya, ipo nguvu inayokuweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Yule Roho Mtakatifu ulionaye anakusaidia wakati mwingine kubadilisha station. Maana unaweza kaomba katika lugha hii ya Kiswahili, hata mtu mwingine akakusikia, akawa anajua kumbe huyu kuna hili jambo limembana, kumbe anapitia hili, kumbe huyu ana tatizo amelala njaa siku 5, kumbe yeye amelala. Sasa wakati mwingine tunabadilisha, tunaenda katika anga za juu, anga za juu, tunapita anga za juu mpaka tunaacha wengine wote wanakuwa hawezi kusikia. Una connection moja kwa moja na mbingu, na lazima unajibiwa maombi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia kujibiwa maombi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabisa anakusaidia. Unapoomba unajibiwa maombi. Tuguse andiko kidogo hilo ambalo nitapita kidogo kwa haraka katika Kumbukumbu la Torati 8:18. Kumbukumbu la Torati 8:18, na pita kwa haraka hapa. Utamkumbuka Bwana Mungu, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zenu kama hivi leo. Mungu anatupa nguvu. Anatupa nguvu ya kufanikiwa. Na sisi nguvu tulio nayo leo hii ya kufanikiwa inatokana na Roho Mtakatifu ambaye yupo ndani yetu. Anasaidia sisi kupata nguvu, sio ya kufanikiwa kiroho tu, hata ya kufanikiwa kimwili. Hata ya kufanikiwa kuwa na maisha mazuri. Hata ya kufanikiwa kuwa na maendeleo. Roho Mtakatifu akiwepo ndani yako anakupa nguvu ya kuanza kufanikiwa. Kwa sababu anakutoa katika kila vifungo, anakuvusha katika kila vikwazo, na anakuongoza ufanye nini ufanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu waliookoka, kama wewe ni muombaji, wewe utaanza kufanikiwa. Haleluya. Utaanza kuona mafanikio. Maisha yako yataanza kubadilika. Utaanza kutoka kwenye umasikini, kwa sababu ipo nguvu inakusaidia kufanikiwa. Na hiyo nguvu ni Roho Mtakatifu. Ukiwa naye anakusaidia. Haleluya. Maana yeye ndiye anayekusaidia, anayekupa nguvu za kufanikiwa. Ni Roho Mtakatifu wa Mungu uliye naye ndani yako. Kwa hiyo tunaweza tukaona nguvu ya Roho Mtakatifu inatusaidia katika maombi, si ndio? Inasaidia sisi kujibiwa maombi yetu, si ndio? Ndio, inatusaidia sisi kujibiwa maombi yetu. Lakini nguvu hii inatusaidia kupata utajiri. Sisi kama kanisa tunahitaji kuwa matajiri. Mkiwa na fedha hapa hamwezi kubanana. Mnajenga jengo kubwa, na jengo hili bado linaendelea. Na hapa pameshakuwa padogo. Nilikuwa namwambia mchungaji, kanisa limeshakuwa dogo tayari. Lazima tupanue. Na kama tuna nguvu za Roho Mtakatifu, hapa tunapapanua. Maana tutaomba ile nguvu ifanye kazi ndani yetu. Tukiomba katika lugha ya kawaida, tukiona mambo hayaendi, badilisha station. Badilisha station. Mwambie sasa hatuombi katika lugha ya kawaida. Tunaenda katika anga zingine. Maana tunahitaji sasa jengo lipanuke. Sasa wote tunaingia katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Unaanza makaraboshi karamatarameka na koroboshandari karababase rima mashakandarianda rabakorobosakarianda oria bakandaria babashakarianda. Unaanza kuona nguvu ya mtikisiko, na baada ya muda jengo hili mnalivunja, na baada ya muda mnaongeza mahali hapa. Maana nguvu ya Roho Mtakatifu iliyo ndani yenu inawasaidia kuleta mabadiliko na kujibu
sio? Inawasaidia. Haleluya, haleluya. Hii ni nguvu inatusaidia hata kupata utajiri. Unajua bila nguvu ya Roho Mtakatifu hatuwezi. Kule Dar es Salaam wanasema hatuwezi kutusua. Wanalugha wanasema kutusua. Au lugha nyingine kutoboa. Yaani kuna vitu vingine ni vigumu, hatuwezi kutoboa au kutusua bila ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu ni mlipuko mkubwa. Ni kama unapoomba kuna kutokea mlipuko mahali fulani, kuna mambo yanatokea. Hata kama yalikuwa yamefungwa, hata kama yalikuwa yameshikiliwa mahali unapotupa ile nguvu inaleta mlipuko, kuna vitu vinatokea vinakuwa halisi. Na mimi nawaambia kwa hiyo nguvu kuna mambo makubwa yanakwenda kutokea mahali hapa. Haleluya. Haleluya. Yeye kumwambia Roho Mtakatifu, sasa kwa kuwa wewe ndiye nguvu yetu, tunaomba kuona mabadiliko mahali hapa. Tunaomba kuona hii kazi ikichanua, watu wakiongezeka, lakini pakiwa na jengo kubwa la kupita kawaida linalokusanya maelfu, mamia na maelfu ya watu. Hapa bado Yesu alisema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Haya bado tunatakiwa tuvune roho nyingi za watu zije kwa Kristo. Hii ni nguvu ya mlipuko. Haleluya, haleluya. Sasa namba nyingine ambayo tunaweza tukaona hapa, hii nguvu inatusaidia kuishi maisha ya ushindi. Na ndio ni lile andiko la Waefeso, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Nguvu ya Roho Mtakatifu inakusaidia wewe kuishi maisha ya ushindi. Huwezi kushindwa kwa sababu kuna nguvu inakusaidia kushinda dhambi, kushinda majaribu, kushinda kila vikwazo. Ile nguvu inakuendesha. Kwa hiyo wewe unaishi maisha ya kutokushindwa. Ndio maana tunamhitaji Roho Mtakatifu. Ili tusiishi maisha ya kushindwa, tuishi maisha ya ushindi, tunamhitaji Roho Mtakatifu awepo ndani yetu. Ukimpata Yesu unatembea kwa ujasiri. Huhitaji kuogopa. Mwamini Yesu, hata hilo unaloliona litapotea. Litayeyuka. Usione kwamba mimi sijui mwaka huu itakuwaje. Mambo ninayoyaona sijui mwaka huu. Utakufa wewe. Hutakufa bali utaishi. Kwa sababu Yesu bado anataka uyasimulie matendo yake makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nguvu inatusaidia kufanya nini? Nguvu hii inatusaidia, tunapata nguvu ya kuzaa jambo. Ukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, hii nguvu inakusaidia kuzaa jambo. Unazaa jambo gani? Luka sura ya 1 mstari wa 34. Uone nguvu ya Roho Mtakatifu inakusaidia kuzaa jambo. Sasa ni jambo gani? Hebu tuangalie huyu kwanza. Mariamu akamwambia malaika, "Litakuwaje neno hili? Maana sijui mume." Malaika akajibu akamwambia, "Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa nani?" Ulikuwa ni mtihani wa dada moja aliyeishi Israeli. Dada huyu aliitwa Mariamu. Dada huyu alikuwa ametunza maisha yake. Biblia inasema dada huyu hakuwa amejua mume. Dada huyu akapata mchumba. Kabla hajaolewa anatokewa na malaika. Anamwambia, kwanza umepata neema. Ukisoma hapo juu. Umepata neema nini? Ukisoma maandiko pale juu, anaanza kuambia kwamba Bwana, wewe utachukua mimba, utazaa mtoto na itakuwa hivi na vile na vile. Malaika anamwambia, au malaika Gabriel wanahojiana na malaika. Umewahi kuhojiana na malaika? Amewahi kukutokea?
Akikutokea kama alivyo, wengine watazimia, hata atajua malaika amempa ujumbe gani. Anakuja kuzinduka labda malaika alishaondoka. Sasa huyu ametokewa na malaika. Malaika akamwambia aliyomwambia. Na huyu alikuwa na haki ya kuhoji. Akamwambia, litakuwaje jambo hili? Kwa sababu mimi sijui mume. Maana yake sijawahi kukutana na mume. Sasa mimba itaingiaje? Nitakuwaje mjamzito? Maana unaniambia tazaa mtoto. Sasa malaika, tuhojiane hapo kabla hujarudisha taarifa kwa Mungu. Kabla hujarudisha faili kwa aliyekutuma, naomba tuhojiane. Huyu mtoto anakujaje? Wengi wetu hapa tulieza tunajua watoto wanakujaje, sio? Si mnajua wanakujaje? Hao watoto hawajui. Si lakini nyinyi wote wenye watoto mnajua walivyokuja. Si mnajua walivyokuja Sasa huyu mwenzenu anapata mtihani. Yeye mtoto wake hata kuja kwa namna hiyo. Yeye atakuja masharti na vigezo kuzingatiwa. Sasa anatafuta vigezo gani vya kumleta huyu mtoto? Sasa anaambiwaje hapo? Angalia ule mstari wa ngapi ule? Mambo ya Mungu ni mazuri kweli. Moja ule mstari wa, nilipokuwa najaribu kutafakari nikasema kwa kweli haya mambo ya Mungu. Anasema malaika akamjibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Akisha kuja juu yako na nguvu. Unaona, Roho Mtakatifu anapoingia kwa mtu, kinachofuata nyuma ni nguvu. Sawa? Na nguvu zake aliye juu zitakujilia kama kivuli. Hiyo nguvu itakapokushukia, sawa? Hiyo nguvu itakachokushukia, mara moja utajikuta wewe ni mjamzito. Baada ya hapo tayari unaanza kwenda kliniki. Mwenzetu kimetokea nini? Bwana aliyonitendea Mungu ni makuu. Sasa mume wake alipoona haya akaona oho, mambo yamekuwa sio. Sasa alitaka kumwacha kwa siri. Malaika akamtokea akamwambia, bwana wewe usimwache, huu ni muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesema inatupa nguvu ya kuzaa jambo. Ukiwa na Roho Mtakatifu anakusaidia kuzaa jambo. Maana yake Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia ukafanikiwa, aidha ndani yako Roho Mtakatifu akakusaidia ukawa na biashara, ukawa na miradi, ukawa na jambo hili na lile na lile. Anakuwezesha Roho Mtakatifu kufanikiwa kupata kitu kipya. Lakini vile vile Wafilipi 4:13, nguvu ya Roho Mtakatifu inatuwezesha kufanya mambo yote. Inatuwezesha. Napokwenda kumalizia hapo, nguvu ya Roho Mtakatifu inatuwezesha kufanya mambo yote. Kitabu cha Wafilipi, Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13. Biblia inasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kanisa, mnayaweza mambo yote katika yeye awatiaye nguvu. Mnaweza kujenga jengo kubwa, mnaweza kufanya mambo makubwa kwa sababu yupo anayewatia nguvu. Huyo Roho Mtakatifu anawatia nguvu. Huyo Roho Mtakatifu anawasaidia. Mnaweza, wala msione hamuwezi. Mnaweza kwa sababu yupo anayewatia nguvu, yupo anayewawezesha kuwatia nguvu. Hata wewe mahali hapa ulipo kuna nguvu inayokuwezesha, unaweza mambo yote. Na hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu.
Maria Bakanaraba. Inawezekana kabisa kabisa, kwa sababu yupo anayekutia nguvu. Na hata mchana huo leo yupo ambaye anakutia nguvu, yupo ambaye anakuwezesha. Wala usiogope.